Uchaguzi kama uchaguzi huwa mara nyingi unakuja na changamoto hizo. Lakini kama nyie wote ni mashahidi, uchaguzi wa serikali za mitaa umepita bila kuwa na hayo matukio. Kwa hiyo haya ni matokeo chanya ya elimu tunayoendelea kuitoa kwa jamii. Na ndio maana wakati tunajiandaa na uchaguzi mkuu, tumeweka semina hii kwa ajili ya waganga wa jadi ili tuweke mikakati ya pamoja kuweza kuendelea sasa kudhibiti matukio haya ambayo huwa yanatokea vipindi vya uchaguzi kutokana na vifo vya ajabu ajabu. Historia ya Geita, kulikuwa na kuuawa kwa wanawake, kulikuwa na kuuawa kwa watoto, kuuawa kwa albino, lakini ukiangalia chanzo chake ni uchaguzi. Lakini sambamba na hilo kulikuwa pia na matukio ya wagombea watiania wao wenyewe kwa wenyewe kudhuliana na hivyo. Na naomba nitoe wito tu. Haya madaraka ni kadari, Mungu ndiye anakupa. Yaani wewe utaua mwenzako au utamzuru mwenzako ili wewe upate hiyo nafasi. Lakini kama Mungu hajakuandikia uwezi kupata hiyo nafasi. Tumtegemee Mungu, tuwe wazalendo, jiamini kwamba wewe wananchi wanakupenda na watakupa nafasi. Na ukiona umekosa nafasi basi ustahili na Mungu hajakupa. Tuache hivi vitendo vya kuwaza imani za kishirikina, rushwa ili upate nafasi. Rushwa ni kama hii mimi ninayoifanya. Waite watu, wape elimu ili watu wakusaidie na mwisho wa siku watu wakukubali na mambo yakikaa sawa. Sio rushwa lakini umeshirikiana na jamii inakuelewa na mambo yako kama mimi uhalifu unapungua na wewe kura utapata kama ni mwana siasa kuliko kuanza kutumia njia tofauti. Nitoe wito kwa wananchi wa Geita, wa mkoa wa Geita. Tunaelekea uchaguzi. Mimi kamanda wenu nimejiandaa vizuri sana kuhakikisha kwamba uchaguzi unaenda salama. Naomba ushirikiano wenu. Mimi naamini kwa mara ya kwanza tutafanya uchaguzi Geita bila kutumia bomu wala risasi. Na hilo litafanyika kwa sababu nyie wananchi wa Geita sasa hivi mnaelewa maana ya ulinzi na usalama na mnaelewa maana ya amani na uzalendo katika nchi yetu.